tena. Lakini asubuhi ya leo nataka Bwana akanene nasi kwa njia tofauti kutoka kwa ile andiko ambao tumesoma, na message yetu itakuwa katika ujumbe, kama ujumbe wetu utakuwa kwa mstari wa kwanza na mstari wake wa 6 na wa 7 na wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Na ni vizuri ukapate kuelewa kwa ile hadithi ambao tumesoma ama maandiko ambao tumesoma, ukweli wa neno la Mungu ambao tumesoma unahusiana na wana wa Israeli. Na siku ya leo wewe na mimi na Bwana anaongea na sisi kama wana wa Israeli wa saa hii na wakati wa leo na kizazi hiki. Kwa hivyo usifikiriane sana wana wa Israeli wako hivi, wako hapa Kenya, Bwana anazungumza na wewe. Kwa hivyo Biblia imeanza kutuambia wana wa Israeli wakatenda maovu mbele ya Bwana na wakapigwa na maadui zao au wakapeana kwa mikono ya maadui zao. Na nilikuwa nataka kuelewa ama nilikuwa najaribu kuelewa ni nini Bwana anasema kwa hiki kifungu. Ninakijua, nimesoma hii maandiko, nimeisoma, nimehubiri tena na tena, lakini Bwana kuna kitu ananena mbali. Kwa hivyo nataka ukapate kujua wakati wana wa Israeli mstari wa kwanza wanapoanzilishwa, Biblia inatuambia, inaanza kwa kutuambia wakatenda maovu na basi Bwana akawapeana kwa mikono ya maadui zao. Kwa hivyo ukapate kujua kila wakati tunapofanya maovu, Bwana huwa sometimes anatupeana kwa mikono ya maadui. Na maadui wanaanza kututesa ama maadui wanaanza kutufinyilia. Vile tumesoma ni kwamba wana wa Israeli walifinyiliwa na wana wa Midiani. Na Biblia inasema wakatoka kwa nchi zao, wakateremka wakakuja pale wana wa Israeli walikuwa wanakaa, na wakapiga kambi huko, wakakuja na wanyama na wakakuja na mifugo yao. Kwa hivyo ikawa ya kwamba wamenyakua ile nafasi wana wa Israeli walikuwa wanafanyia kazi, na wakanyakua mashamba yao, wakanyakua ngano yao, wakanyakua kila kitu ambayo kilikuwa cha wana wa Israeli, na wakawafinyilia zaidi mpaka Biblia inasema ya kwamba hawakuwa wamewabakishia chochote, wakawapora, wakahakikisha ya kwamba wamebaki kuwa maskini, na wakawafinyilia kwa maisha yao, wakawa hawana kitu. Na nilikuwa nataka kujua ya kwamba kila wakati shetani anapokuja kwa maisha yetu, anakuja akapata kutufinyilia. Na unaposoma hadithi ya wana wa Israeli, hata wakati wanapotoka katika nchi ya utumwa, kuna maisha walikuwa wanaishi, na ndio ilikuwa furaha ya mwakilishi wa shetani alikuwa anaitwa Farao. Na hata wa leo shetani anataka ukapate kutumikia Mungu kama hauna chochote. Shetani anataka ukamtumikie Mungu kama hauna dhabihu. Shetani anataka ukamtumikie Mungu na kinywa peke yake na wimbo wa sifa peke yake. Hataki ukamtolee Mungu jambo lolote ambalo ni dhabihu na sadaka. Na wana wa Israeli, unaona Mungu anapoongelesha Musa, anawaambia enda ukaongee na Farao, umwambie wachia watu wangu ama wafungue watu wangu waende wakaniabudu, waende wakanitumikie. Na aspect ambao ni ya kumtumikia Mungu ilikuwa na sadaka ndani yake. Na ndio unaona wakati Musa anapozungumza na Farao, anamwambia ya kwamba kama utaenda kutuachilia, hakuna kitu tutaenda kuacha hata kwato la ng'ombe zetu, kwa sababu hatujui kwa jambo Mungu ataitisha nini. Praise the name of the Lord. Na tunajua kwamba Mungu anataka tukamtumikie na miili yetu, anataka tukamtumikie na wimbo wa sifa, anataka pia tukamtumikie zaidi na mali yetu, kwa sababu tunapomtumikia hivyo ibada itakuwa imekamilika na Mungu ataangalia sana dhabihu. Na kama tumetoka katika nchi ya Misri na tumeteremka katika jangwa na hatuna dhabihu, tutamtolea Mungu nini? Na Musa akasema ya kwamba hatuwezi tukaenda, kwa sababu Musa alikuwa anataka ama Farao alikuwa anataka aambie wana wa Israeli waende, lakini wabakishe mifugo yao, wabakishe wale watu walikuwa wandugu wazuri katikati yao, wabakishe hata vijana, waende tu wazee. Hawana praise and worship team, wamebakisha Misri. Hawana ng'ombe ya kutoa dhabihu, hawana mbuzi ya kutoa dhabihu, watahangaika katika jangwa. Lakini Musa akasema kama tutaenda na kila kitu ambacho ni chetu, hakuna kitu tunabakisha. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo wana wa Israeli pamoja na Gideoni, tutasoma pale chini, wamefika na Midiani wamekuja na wameanza kuwatesa, wameanza kuwanyanyasa. Na unapoangalia katika maisha yetu, nataka ukapate kujua ya kwamba Mungu anataka tukamtumikie na kile kitu ametupea, ile mali ametupea, anataka tukatumike naye, anataka tukatoe fedha yetu kumtumikia Bwana na kufanya kazi ya Bwana. Lakini shetani anataka ukae bila kitu, na ndipo ametuma Wamidiani katika maisha yetu kila siku.
Bwana na mdomo peke yake. Lakini mapenzi ya Mungu kwa kila mmoja wetu ni kwamba maisha yetu tukapate kuwafurusha Wamidiani, tukapate kuondoa watu ambao wametufinyilia. Na Bwana aliponena nami njia andiko hili, nikachukua na nikaelewa ya kwamba Bwana anasema ya kwamba lazima tukaondoe watu wanaitwa economic oppressors. Wale Wamidiani kwa wana wa Israeli walikuwa economic oppressors. Na ukiangalia maisha yao walifinyiliwa sana. Na Biblia inatuambia ni kwa sababu walikuwa wametenda uovu mbele za Bwana. Na pale mstari wa 7 Biblia inatuambia hata kama walikuwa wametenda maovu mbele za Bwana, hata kama wamefinyiliwa kiasi gani, kwa sababu mimi ninaongea na wewe na umetenda maovu mbele za Bwana kama wana wa Israeli, na akakupeana kwa mikono ya maadui zako, akakupeana kwa Wamidiani, akakupeana kwa watu wakakutese, akapeana biashara yako kwa watu wakukutesa, akapeana kazi yako kwa watu wakukutesa, akapeana familia yako kwa watu wakukutesa, akapeana watoto wako kwa watu wakukutesa. Tuko nayo habari njema asubuhi ya leo, na iko katika mstari wa 7 mahali Biblia inasema wana wa Israeli wakamlilia Bwana. Kwa hivyo nataka ukapate kujua hata kama siku ya leo umepeana kwa mikono ya maadui, Mungu amekupeana kwa watu wa kutesa maisha yako, Mungu amekupeana kwa watu wa kutesa biashara yako, Mungu akapeana watu wa kutesa kazi yako, watu wakapeana wakatesa familia yako. Siku ya leo tuko nayo suluhisho, na suluhisho ni kwamba wana wa Israeli walipojua ya kwamba ni Mungu ametupeana kwa mikono ya Midiani, Biblia inatuambia ya kwamba the children of Israel, they called upon the Lord, they cried unto the Lord and came for their rescue. Na Biblia inasema walipomlilia Bwana akatumana kwa ajili yao. Na siku ya leo ninajua kwamba Bwana ametumana kwa ajili yako. Ndiposa ukapate kujua wakati nimepeana kwa mikono ya maadui nitafanya nini, na nimepeana mikono ya maadui sitaenda kwa waganga, lakini nitaliitia jina la Bwana. Siku ya leo nataka nikuambie, utakapoliitia jina la Bwana, Bwana hatakaa chini akose kufanya jambo. Lakini ukiendelea kugumisha moyo wako na kukaa katika hali ya kutoamini, maisha yako yataendelea kudhoofika siku baada ile nyingine. Au I wish, ningetamani ya kwamba siku ya leo ukapate kujua ya kwamba wana wa Israeli walipopeana mikono ya maadui walijua siri moja, na wakasema ijapokuwa tumepigwa, ijapokuwa tumeteswa, ijapokuwa tumefinyiliwa, ijapokuwa tumehangaishwa, ijapokuwa tumeonewa, kuna mahali msaada wetu unaweza patikana, na msaada wetu utapatikana kwa kuliitia jina la Bwana. Kanisa siku ya leo haijalishi, na unaweza kuwa umekuja kwa ibada ya leo unajaribu kuangalia maisha yako, unakosa kuelewa ni nini inaendelea kwa familia yako, ni nini inaendelea kwa biashara yangu, ni nini inaendelea kwa kazi ya mikono yangu, kwa sababu kila siku inaendelea kusuka chini. Nataka nikuambie ya kwamba ni Wamidiani wametumwa kwa maisha yako, kwa sababu kufanya kulingana na mapenzi ya Bwana. Lakini hiyo sio mwisho, maisha yako haijafika mwisho. Unaweza kuamua siku ya leo tukaliitia jina la Bwana na mambo yakabadilika. Siku ile walipoliitia jina la Bwana, Mungu alijibu kutoka mbinguni, na anasema kwa ajili yao natumana, na akamtuma mtumishi wake akaongea na Gideoni, akamwambia nataka ukaokoe hawa watu, ijapokuwa wamefinyiliwa, ijapokuwa wameonewa, ijapokuwa mambo hayako sawa, kuna jambo tunaweza kufanya ikabadilisha kila kitu katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Praise the name of the Lord. Najua kuna wenye walifinyiliwa, Biblia inasema wakaingia katika umaskini mkubwa, wakaingia katika mateso makubwa, wakaingia katika shida kubwa, kwa sababu walikuwa wamefanya maovu mbele za Bwana. Na wewe uko mahali hapa unasema sijui maisha yangu ni nini iliendelea, sijui ni nani aliniroga, sijui ni nini kulienda katika maisha yangu. Siku ya leo Bwana ananena nasi ya kwamba haijalishi kulienda namna gani, tunaweza tukaliitia jina la Bwana na ule ukawa mwanzo mpya katika maisha yetu. Tumesema na tukaimba wimbo ya kwamba tutaendelea kuamini. Hata kama wakati hatuoni jambo lolote la kuamini, tutaendelea kumwamini Bwana. Kwa hivyo naye Mungu anamtokezea Gideoni, anamwambia nataka ukapate kuleta ukombozi kwa wana wangu wa Israeli. Ninaona maisha yao, ninaona mateso yao. Na unapoangalia vifungu tumesoma kitabu cha Exodus na kitabu cha Judges, kuna
wanafanana. Wana wa Israeli katika kitabu ambao tumesoma Exodus wanamlilia Bwana wakiwa katika mateso, wakiwa katika bonde kubwa, na vile wana wa Israeli walikuwa katika nchi ya Misri. Walipoanza kuongelelea juu ya Kutoka, mfalme wa huko ambaye alikuwa anaitwa Farao alisema ya kwamba kazi yao iongezewe maradufu. Hata wale walikuwa wanawapea vifaa vya kutengeneza matofali waache kuwatengenezea. Na unajua ya kwamba hata maisha yetu hufika namna hiyo, ya kwamba kama kuna watu walikuwa wanakusaidia wameacha kukusaidia, wale walikuwa wanakuhurumia wanaacha kukuhurumia, lakini kunaye Mungu ambaye tunapomlilia lazima atumane kwa maisha yetu. Haijalishi tumefika wapi, haijalishi umeenda chini mpaka wapi, haijalishi hata umechukia kiwango gani, haijalishi watu wa kwenu walikuwa wanakupea msaada, hata wanakupigia simu, wanakujulia hali, wanaanza kukupigia simu. It happens in our life. Lakini nataka niwaambie kunayo siri moja. Tunaweza kuliitia jina la Bwana, na Bwana anaposikia kilio chetu lazima akatumane. Bwana asifiwe. Anaposikia kilio juu ya watoto wako lazima akatumane. Anaposikia kilio juu ya biashara yako lazima akatumane. Na wale wamekufinyilia Bwana ataenda kuwafutilia mbali. There are always economical pressures kwa kila maisha ya kila mmoja wetu. Unajaribu kusukuma hivi, magonjwa yanakuja. Unajaribu kusukuma hivi, hata ukosefu fulani unakuja, unafutwa kazi. Unajaribu kusukuma hivi, unapatwa na mashida ya familia. Those are the bidenites ambao wanatesa maisha yetu. Na leo Bwana anataka tukaliitie jina lake. Nataka poliitia jina lake atawafurusha na kuwaondoa Wamidiani walio katika maisha yetu. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa hivyo wana wa Israeli wakakaa maisha ya shida kubwa, kwa sababu hawakuwa wamejua wataliitia jina la Bwana. Ile siku waliitia jina la Bwana, Bwana akayajibu maombi yao. Nataka sasa nikuambie, when you call upon the Lord, kuna vitu ambavyo Bwana hufanya. Kama Bwana anataka kukomboa, if God wants to do liberation, kama Bwana anataka kufanya ukombozi wowote, kuna vitu vile ya muhimu ambavyo hufanya. Kama anataka kukomboa wana wa Israeli, ukiangalia wana wa Israeli, kila wakati alitaka kuwakomboa, alinena neno katika maisha yao. Praise the name of the Lord. So when God wants to bring about liberation, the first thing he does, he will speak. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo anaponena, anasema ya kwamba nimeona kilio cha wana wangu wa Israeli, nimeona mateso yao, na kilio chao kimefika katika kiti changu cha enzi. Bwana asifiwe. So when God wants to do liberation, he shall speak. Bwana asifiwe. And I believe now he is speaking in your situation. I believe he is speaking in your circumstance. Na maybe amekuwa akinena, ni vile hutawahi jua ya kwamba Bwana ananena. Na kila wakati Bwana anaponena nasi, lazima tufike kwa hali ya kuelewa anasema nini, anataka nifanye nini, anataka nikae namna gani. Kwa sababu wana wa Israeli katika jangwa, Mungu ananena na wao ya kwamba atawakomboa awapeleke nchi ya ahadi, lakini wanakosa kuelewa ni Mungu ananena na wao, na wanafaa wajibebe hadi katika hiyo kipindi. Na Biblia inasema wengi wao wakalalamika katika njia, wakamtumikia Musa, wakasema haikuwa hivi, na Mungu akawatoa katika ule mpango, akabadilisha mpango kwa ajili ya maisha yao. Nilisikia wasomi siku moja wakitibishana juu ya hii swali, wakasema Mungu alikuwa na intention ya kwamba anataka kuwapeleka wana wa Israeli. Na wewe naweza kukuuliza, hata ukiangalia Mungu alikuwa intention yake kuwatoa wana wa Israeli Misri, ilikuwa ni kuwapeleka to the promised land. Na mimi nikasema yes, 100%. Mungu alikuwa na mpango kama huo. Na hivyo ndivyo Mungu hufanya na sisi. Ya kwamba when he calls us, it means that. It means to bless your life. It means to secure your life. It means to go with you. Lakini lazima ukakooperate kulingana na vile anataka ukae kwa hiyo process. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Mungu akitoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa, he meant ya kwamba I want to take them to a promised land. Lakini katikati ya njia mambo yanabadilika, kwa sababu watu hawakutii yale maagizo Mungu aliweka kwa ajili yao. Na mimi nataka nikuambie, as long as hautatii yale maagizo Bwana ameweka kwa ajili ya maisha yako, along the way God may change. Ambaye alikuwa kubariki akaleta laana kwa maisha yako, ambaye alikuwa tembea na wewe anakosa kutembea na wewe.
Na unabaki ukiuliza, Mungu alikuwa serious aliponiita kwamba nataka kwenda na mimi mpaka mwisho wa dahari? Amebadilika kwa nini? Kwa sababu au kufuata yale maagizo alikuita ukafuate. Na wana wa Israeli walipokuja, Mungu ananena nao kupitia Musa, lakini wanalalamika, wananungunika, wanasema tungekuwa. Kwa hivyo walishuku the faithfulness of God katika safari yao ya kwenda the promised land. Na sisi hata hivi tunafaa cooperate. Mungu akisema twende this way, tunaenda that way. Bwana asifiwe. Already tulikuwa nimeshaongelea vile wana wa Israeli walipewa maagizo. Wakaambiwa the only way to bring down the wall of Jericho ni kuenda safari 7. Na unajua inakuwa tedious na inakuwa monotonous. Na sometimes Mungu atakupea ufanye jambo leo, anakuambia kesho omba. Unaomba kesho kutwa omba. Unaomba kesho kutwa bado omba. Unakuwa ya kwamba it's like Mungu huoni inaboeka. Lakini Mungu anataka uendelee kufanya hivi. Akawaambia wana wa Israeli, zungukeni mara ya kwanza mpaka mara ya 7. Unafikiria hapo, wanafikiria. Wakasema kwa nini Mungu asipende tuzunguke one round na tumalize hiyo story? Na hivyo ndio tunakuanga. Mungu anakuambia nataka uende hii njia. Unamwambia kwa nini Mungu nisipite hii shortcut? Kila wakati Mungu ananena na wewe ya kwamba nataka uombe, unautakuuliza kwa nini Mungu asiniambie niombe dakika 5 na anibariki na kile nataka? Lakini Mungu anataka usisitize, ukae kwa maombi, ndipo wakati anapokujibu yale maombi utaweza kutunza kile ambacho amekupea. Nilikuwa nawaza juu ya kitabu cha tunaongeleleana juu ya Hana ambaye Mungu alimbariki. Na tunasema vile ambavyo alivumilia Mungu akambariki. Yule mama Mungu akambariki ile siku alienda ibada ya kwanza. Lakini alingoja, akaenda safari mingi sana. Akaenda hiyo safari, akaenda kwa ile ibada mpaka akafika mahali akafanya uamuzi. Akasema Jumapili ijayo sitaenda Sunday, nitaenda weekday. Ndipo nikamwanga moyo wangu mbele za Bwana. Na Mungu alikuwa tu anangojea hiyo, the kind of sacrifice yule mama alifanya, the kind of worship aliyoifanya, the kind of dedication aliyoifanya. Mungu alikuwa tu anasubiria ifike hapo. Akasema now I will answer the prayer, not because you came many times, lakini umefanya kulingana na mapenzi yako. Praise the name of the Lord. Na sisi ambao tuko mahali hapa, there is a way you are used to doing things. There is a way you used to pray. There is a way you used God to answer. Lakini many times God will change the formula of doing that, of answering a prayer. Kuna wakati atakuambia uombe, kuna wakati atakuambia ufunge, kuna wakati atakuambia usifu. God will always change the tactic of doing things. Lakini you must remain faithful and committed to doing His will and His purpose for your life. Bwana Yesu asifiwe. Na hapo ndio tulipitishia. Na wana wa Israeli walipitia hapo, wakakosea hapo na Mungu akaachana na wao. Na tunaposoma ya kwamba wana wa Israeli wanakaa miaka mingi, 40 years, wakiwa katika wilderness kwa sababu walikosa kutii. Na sisi hatutaki tukae in situations for 40 years. Hatutaki tukae katika maisha magumu kwa sababu tunakosa kutii Bwana. Na ninataka nikuambie, every time Mungu anaponena na wewe na ukose kutii na unanungunika na unalalamika, he will make sure utakaa hapo mpaka 40 years. Na it was unfortunate ya kwamba wengine walimaliza 40 years wakakufa katika jangwa. They never saw the promised land kwa sababu ya disobedience. Na every time Mungu ananena na wewe juu ya disobedience, kuna many things ambao atakuwekea mtihani. Aone are you obedient to my word? Ataleta viongozi katika maisha yako ambao hawajasoma kuliko. Aone how obedient you are. Na ukifail hapo, atakuondoa kwa mstari. Atakuondoa ufike 40 years ukingoja bado. Na Mungu had a purpose to bring Moses into the life of the children of Israel. Nataka ukapate kujua ya kwamba Moses alikuwa mmoja wapo ya wale watu hawako wamesoma sana. Na alikuwa na weaknesses mingi, alikuwa kigugumizi, Biblia inatuambia hivyo. Lakini Mungu akaacha watu ambao walikuwa wamesoma kwa kikundi ya wana wa Israeli, akaacha watu walikuwa eloquent kwa wana wa Israeli, na akasema ya kwamba hata sio eloquent, na angalia moyo wa Musa uko namna gani. Na akawaleta ndio wakapime obedience ya wana wa Israeli. Na most of kunungunika wana wa Israeli walinungunika, wakamnungunikia Musa, waliona he is unqualified to lead them. Na ndio unaona mimi nimeenda churches mingi sana. Unakuta yule mchungaji yako pale,
Yeye hata hajasoma kualiko. Tunashukuru Mungu kwa sababu ya bishop wetu amesoma for most of us. Is eloquent more than all of us. Kwa hivyo nataka ukapate kujua sometimes Mungu ataleta hata viongozi wa kuongozi hawajui kuongea vizuri. Hawana mipangilio vizuri vile unataka, lakini Mungu anataka apime your obedience through them. Bwana asifiwe. Ndio atasema amen wengi hapo. Semeni amen. Ataleta watu ambao hajasoma vizuri. Ukimwangalia hata familia yake haijasimama kama yako. Hata maisha yake hana kazi nzuri kama yako, lakini ndiye kiongozi wako. God wants to measure your obedience through them. Na ukifanya hapo, utakaa miaka 40. Shida zitakuzunguka 40 years. Ukizunguka leo unaamka na utaanza kutuambia sijui what happened in my life. You lack obedience in your life. Na Mungu akaondoka akakuacha umalize 40 years. Ukufe au uendelee. Praise the name of the Lord. Kwa hivyo every time nimesikia Bwana most of time na nilikuwa niongelesha juu ya obedience sana. Na nikakumbuka yale maandiko yanasema ya kwamba obedience is better than sacrifice. Nataka ukashike hili ya kwamba if you are bringing a sacrifice without obedience, then it lacks meaning. Hata uweze kuileta inamaanisha ya kwamba obedience inafaa kuja mbele ya sadaka yako. Praise the name of the Lord. Na kwa hivyo kama uko kanisa hapa na unatembea katika disobedience, your sacrifice, whatever you are doing as a sacrifice, whether it's service to God, imekuwa useless, ni null and void, haikubaliki. Na ndipo hata Biblia inasema ya kwamba unajua ile maandiko yanapoongelea hivyo, ni yule jamaa aliambiwa ende ukamalize kila kitu. If God says that, go and do just exactly what he has said. Praise the name of the Lord. Hiyo ndio obedience. Kiongozi wako akisema this is the way, just follow that na ufanye hivyo. That is what God is inquiring and wants from us. Ya kwamba tukiombee the small things of every day, atatupea hata vitu ambavyo ni kubwa kuliko ile ambayo tunatarajia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo Mungu anataka tukawe obedient. Wale wanarika tuko na wao vijana, teenagers, kila mtu we be obedient. Kwa sababu I've witnessed this, ya kwamba kwa sababu a teenager anaweza kuongea Kiingereza kuliko mwalimu wake, they feel they are bigger than them. They can't obey what they are saying. Kwa hivyo Mungu anatuita to a place of obedience, na place ambayo ni ya kutii yale mamlaka ambayo yako juu yetu. Na tusipotii, nimekuambia tutakaa miaka 40. Tasemaga ujinga utapenda in your life. Ulimkulikia kiongozi wako, akakosa kukuuliza, Mungu akamuulizia. Na kuna wengi wetu ambao they are suffering from that. Ulipanda mbegu ya disobedience kwa viongozi kwa sababu you failed to obey them, na ikamea kwa nyumba yako. Unakuta unauliza, I don't know what happened. Mtoto wangu walikuwa mtiifu, all of a sudden wametana to something else. Ulikosa kutii mahali pako pa kazi. Kuna manager kwa sababu sio kabila yako unakosa kumtii. Unapanda tu mbegu utafuna. Utakaa 40 years ukigoja. Bwana asifiwe. Lakini siku ya leo Bwana anatufungua macho. Na mimi nilikaa sana kwa yale maandiko nikasoma kama mara 3 nilijaribu kuelewa Mungu anasema nini. Na nikapata kile Mungu anasema ni kitu rahisi. Ya kwamba anasema hata kama nimepeanwa kwa mikono ya maadui zangu, haijalishi ulipeanwa na nani, ulipeanwa nini, wamekutesa namna gani, wamekufinyilia namna gani, wamekuonea namna gani, wametesa familia yako namna gani, wamegeuza maisha yako up and down, tuko nayo solution. Na solution ni what the children of Israel did. Kwa mstari wa 7, we can call upon the Lord. Now when we call upon the Lord, He will answer and He will send help for us. Praise the name of the Lord. Na nimekuambia wakati Mungu anataka kufanya liberation, He speaks. He will speak in your life. He will speak to you kupitia watumishi wake. Atanena na wewe kupitia Biblia. Na kuna mahali unafikanga unajua ya kwamba the Lord is about to do something. Na wale ambao ni wamama mahali hapa, they can relate this well. Ya kwamba unahitaji kuambiwa umekuwa mjamzito, ama unahitaji kuambiwa unafikiri unasikia venye niko sasa, venye sasa nimeanza kuchukia kitunguu, venye sioni hii na hii, kuna kitu inaendelea. Na hivyo ndio Mungu anatumianga kwa maneno lake kufika katika maisha yako. Unaanza kufeel ndani ya roho yako ya kwamba there is something God is about to do. Hata kama uko sure, unajua niko sure, siko sure, lakini kuna kitu Mungu anataka kufanya.
na ananena na wewe. Ananena na wewe kupitia atmosphere. Ukisoma neno unasikia, mbona hili neno nilikuwa nikisoma inanena na mimi on a personal level. Kwa hiyo God will speak every time. When God wants to do a liberation, he will speak. And I believe he's speaking to your life. Na tumekuwa na wiki moja ya Mungu kunena nasi. Kwa hiyo God wants to set us free. He wants to deliver us from all the Midianites, from all the Amalekites. Kwa sababu wana wa Israeli walipigwa na Wamaleki, wakateswa. Na Mungu anawaambia ya kwamba niliposhuka niliwakomboa kutoka kwa mikono ya kuwafinyilia Wamaleki na Waamori na nikawaweka kuwa huru. Ndipo sasa mkawe taifa yangu ya kuniabudu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo la pili nimeandika ya kwamba when God wants to do a liberation, he chooses someone. Praise the name of the Lord. Na namshukuru Bwana kwa sababu that someone ni wewe. You are not only a member kwa Rapture Harvest Mission, lakini Mungu amekuleta hapa ndiposa wewe ukafanyike mkombozi. Wana wa Israeli they only needed one man katika kila generation. Wakati Mungu anazungumza na Musa, akawakomboa wana wa Israeli kutoka kwa utumwa wa Farao, he chose one man. Alikuwa anaitwa Musa. Wakati Mungu anataka kuwakomboa wana wa Israeli kutoka kwa mikono ya Midiani, pale tumesoma he chose one man. His name was Gideon. Kwa hivyo kwa kila generation Mungu atachoose mtu mmoja akaleta liberation kwa maisha ya watu. Na alipozungumza na Gideoni, tunajua ile hadithi pale chini sitasoma. Anasema, Mungu kwa nini unasema maneno haya? Na mimi ndio mdogo kwa kabila langu. Na hata kumaanisha, hata kumake matter worse, eta kabila langu ndio dogo katika Israeli. Praise the name of the Lord. Lakini Mungu anamwambia ijapokuwa hivyo umesema iko hivyo, lakini nakuchagua wewe ukapate kuwa mkombozi kwa wana wa Israeli. Kwa hivyo sijui ninanena na nani siku ya leo, lakini Mungu kuna neno ananena siku hii ya kwamba pale ulipo amekuchagua ukalete ukombozi. Kama umetoka kwa boma ambayo mambo ni mabaya, mambo si haiendi vizuri, it's not happening like that exactly. Inafanyika hivyo kwa sababu Mungu amekuweka pale ukalete mwangaza, ukakuwe ukombozi kwa wale watu. Kwa hivyo nilikuwa nataka tukakiri kwa maneno yetu. Kila mtu akasema hivi, mimi Bwana ameniweka nikawe mkombozi kwangu mimi mwenyewe, kwa watu wangu na kwa taifa langu. If you believe, God will bring it to pass. Ya kwamba kama utaamini kwa familia yako, kwa nyumba ya kweli, Mungu amekuweka pale ukawe mkombozi. Na what you pray, God wants. Go and start from today. Na ndiposa nimekuambia jambo la kwanza, shetani anahakikisha ya kwamba hatuna kitu. Atahakikisha ya kwamba kwa ile ngoma wewe ndio umeokoka na wewe ndio una kitu. Wewe ndio unachangiwa rent, wewe ndio unachangiwa school fees. Lakini Mungu anaweza kubadilisha ile hali. Kwa sababu shetani anataka ukatumikane na mdomo peke yako. Hauna power, hauna say, na anataka uendelee kufinyiliwa hivyo kama wana wa Israeli. Lakini Mungu ametutumia mkombozi, amenena nasi. Na when he speaks, nimekuambia he will choose someone. Na ule someone ni wewe, kama utaanza kuamini. Kwa hivyo kuanzia leo nataka ukakomandi ile hali unaona haikai vizuri, ile inakaa utumwa. Kama ni ulevi kwa kwenu, anza kukomandi leo kwamba mimi ndio mkombozi, nitakomboa watu wetu wote kutoka kwa ulevi. Kama ni umaskini, nitakomboa watu wetu wote kutoka kwa umaskini. Na uanze kuombea, uanze kudai, kwa sababu utalitia jina la Bwana haki kama si kwa maombi. Na Bishop has been calling us every time you come for prayer, you don't come for prayer. Anataka liberation, it will not come. Praise the Lord. Kwa hivyo jambo lingine nimesema ya kwamba he will give, when he calls that person, anampea divine intervention. Atampea mambo specific ili atakaofanya hakikisha ya kwamba liberation imekuja kwa maisha ya watu. Na hivyo ndivyo inafanyika katika ulimwengu wa kiroho. Ya kwamba Musa alikuwa anatumiwa na Mungu kwa njia rahisi. Anaambiwa enda tu kaneni. Enda ukaongee na mwamba. Enda ukafanye. Ndio wana wa Israeli wakapate kujua huyu ametumwa na Mungu kwa kusudi fulani. Na wewe ukapate kuelewa watu ambao wamekuzunguka wametumwa kwa maisha yako kufanya nini. Na wewe umetumwa kwa maisha yako kufanya nini? Kwa sababu usipoelewa hivyo utaishi maisha kama ya mtu mwingine wa kawaida. Na wewe unatarajiwa